Kama ilivyo kwa waalikwa wengine kutoka taasisi, vyama na makundi mbalimbali, wanawake na Samia ni miongoni mwa waalikwa hao kwenye mkutano mkuu maalum wa CCM uliohitimishwa leo Mei 30, 2025 katika ukumbi wa Jakaya Mrisho Kikwete jijini Dodoma. Channel ya Banda Media iliyojivinjari katika ukumbi huo wa mikutano wa CCM kwa siku zote mbili ili kuweza kujionea yatokanayo na mkutano huo, mara hii imewapa nafasi wenye viti wa mikoa ya Arusha na Dodoma wa wanawake na Samia, ambapo mwenyekiti Kabula Juma Sukwa kutoka mkoani Arusha na mwenyekiti Fatuma Madidi wa mkoa wa Dodoma wanasema kubwa zaidi ni amani, upendo na mshikamano ambao tunauishi sisi kama Watanzania kupitia chama chetu cha Mapinduzi. Naweza kumkoti ambaye mwakilishi kutoka Korea Kusini, pia na mwakilishi kutoka Burundi ambaye alijitahidi kuongea Kiswahili kizuri zaidi mpaka mama akasema sasa huyu inabidi tumchunguze ametoka wapi. Anaonekana kama ni Mtanzania kwa kunyoosha maneno. Kwa hiyo tunaona kabisa watu kutoka nchi za nje wanafurahia maisha tunayoishi sisi wa Tanzania. Wanafurahia upendo na amani ambao tunaweza kuishi sisi wa Tanzania. Lakini huu upendo huu na amani unatokana na nini? Ni kuwa na uongozi madhubuti, kuwa na uongozi imara ambao tumeendelea kuishi kuanzia rais wetu wa kwanza mpaka rais wetu wa awamu hii. Na kila miaka inavyozidi kwenda, amani na utulivu inazidi kuongezeka. Kama wanawake wa Arusha pamoja na Tanzania kwa ujumla, letu ni moja tu, kumwombea mama maisha marefu, aweze kuwa na busara zaidi ya kuiongoza serikali hii na chama chetu cha Mapinduzi. Tunaamini kuwa mwezi wa 10 jambo ambalo tutakalolifanya litaleta maajabu. Tunatafuta ushindi ambao ushindi utakuwa wa kishindo, ushindi ambao tutakaojivunia kuwa na mwanamke rais mwanamke ambao ameleta mapinduzi makubwa katika Tanzania yetu na ambao imekuwa ni mfano wa kuigwa katika nchi nyingine. Yaani kwanza tunashukuru kwa mkoa wetu wa Arusha ambao tunaona kabisa Arusha ni Geneva of Africa. Arusha mikutano yote ya kimataifa inafanyikia Arusha. Tunashukuru Mungu na tumpongeze rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutekeleza ilani hii ya chama kikamilifu kupitia mkoa wetu wa Arusha, na si tu Arusha, mikoa yote ambayo imeizunguka Tanzania. Lakini tunajivunia Arusha kwa kuona umuhimu wa kuona Arusha hii ni Geneva of Africa. Tunao miradi mingi ambayo imetekelezwa, lakini sasa hivi tunao mradi mkubwa ambao wa kiwanja cha michezo. Tunatarajia kuwa mapato yataongezeka sana kupitia Arusha. Na kama tunavyojua, Arusha kama Arusha 17% ya mapato tunategemea utalii. Sasa utalii umetokea Arusha. Tunaamini kuwa ongezeko kubwa la mapato tutayapata na hatimaye kuleta maendeleo kwa Tanzania na serikali yetu kwa ujumla. Imani yetu sisi wanawake na Samia, kama ameweza kufanya kazi kubwa sana ndani ya miaka 4, ilani ya Chama cha Mapinduzi itakayokuja kuzinduliwa leo, tunaona kwamba ina matumaini makubwa sana hasa kwa mwanamke. Ikiwa tu kwa miaka 4 alifanya mambo makubwa sana kwa mwanamke. Moja, hatutaacha kulisema kwa mikopo ya 10% ambayo Mheshimiwa Rais alitoa kwa wanawake, mikopo isiyokuwa na riba kubwa. Kwa hiyo tunaona kabisa Mheshimiwa Rais amejikita katika kuhudumia jamii hasa wanawake. Kwa sisi kama wanawake hatuna chaguo. Chaguo letu ni moja tu, Daktari Samia Suluhu Hassan, na kura yetu tutampa yeye kuhakikisha 99.9% kura zake atakazozipata zinatoka kwa wanawake. Mbali ya kuwa tuko 51% ya wanawake wote Tanzania, sisi na waume zetu, ndugu zetu, tutampigia kura Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunamshukuru kupitia mpango wa manunuzi wa manunuzi ambao umewekwa na serikali kupitia PPRA, ambapo 30% zilizotengwa, 10% ni wanawake wanatakiwa kuhudumia au kutoa huduma au kufanyiwa manunuzi. Tunamwambia Mheshimiwa Rais asante, tumepata kujiamini na sasa hivi tumeanzisha taasisi mbalimbali na miradi mbalimbali, tukiamini kwamba serikali inakwenda kutupa ruzuku na kutupa tenda katika serikali kupitia Nesti. Kwa hiyo tunamwambia Mheshimiwa Rais asante, lakini hatutaweza kuacha kumshukuru kwa ajili ya Mama Samia Legal Aid ambayo kwa pamoja hiyo inatupa mpango wa kuweza kupata haki zetu sisi ambapo tunashindwa kupata mawakala.
Tunashukuru pia kwa mama ambayo ni mpango wa kumsaidia mwanamke kwa kupiga 115, anapata huduma ya usafiri bure, lakini pia huduma ya afya bure kwa yeye mwanamke mjamzito na mtoto ambaye amezaliwa chini ya siku 28. Kwa hiyo mimi kwa makubwa haya aliyofanya Daktari Samia Suluhu Hassan, nasema tu kwamba asante mama. Mama ameupiga mwingi, na sisi tunamwambia mama tutamuunga mkono. Sisi kama wanawake wa Dodoma tumeshajiandaa na tumesema kwamba kauli yetu ni moja, jina letu ni moja, fomu yetu ni moja, ni Samia Suluhu Hassan. Tumeangalia miaka 4 yamefanywa mengi sana. Andapo atapata miaka 5, ina maana mama anakwenda kuisimamisha Tanzania, mama anakwenda kuisimamisha Afrika, mama anakwenda kuisimamisha dunia. Na nataka niseme kwamba wanawake wote wa mkoa wa Dodoma na Tanzania kwa ujumla, wakati ni sasa wa kuyafikia maendeleo ambayo tulikuwa tunatafuta. Tumetajwa kwenye Biblia, tumetajwa kwenye Qur'ani kwamba wanawake tunaweza, lakini amekuja Daktari Samia Suluhu Hassan, yeye akiwa kama rais na amiri jeshi mkuu na rais wa kwanza Afrika na Tanzania kwa mwanamke. Sasa tunaona maendeleo tunaenda kuyapata, lakini yametujengea uwezo. Tumeona tumepata rais mwingine mwanamke. Kwa hiyo kwa kupitia Samia Suluhu Hassan, sisi kama wanawake na Samia tunakwenda kusimama na tunakwenda kuona kwamba tunayafikia maendeleo yale ambayo Mheshimiwa Rais anataka tuyafikie. Wanawake na Samia Dodoma bado tunaendelea na michakato ya kuitafuta maendeleo. Tumeambiwa kuna madini mengi, na sisi tulishaanza mchakato wa kutafuta vilimba vya kuchimba mchanga, na tutayafikia maendeleo yale ambayo Mheshimiwa Rais anayataka. John Israeli, Banda Media, Dodoma.